الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Alhamdulillah, katika jumla ya neema zake Allah subhanahu wa ta'ala ameendelea kutukutanisha tena leo katika ukumbi wetu huu ambao huwa tunakutana kila siku ya Alhamisi kwa ajili ya kufahamishana mawili matatu katika dini yetu hii. Na kama ilivyo, tumeanza kitabu kama tulivyozungumza, tutakuwa tunasoma kitabu chetu cha Al-Lu'lu' wal Marjan. Tutakuwa tunapitia na watu watakaotaka zaidi watahudhuria darasa mbalimbali za misikitini, ambavyo vitabu hivi huwa vinafundishwa, lakini huwa tunapeana mawili matatu na machache yale ambayo tunayoyafahamu. Tulikuwa tumesoma mpaka hadithi ya 12 katika wiki iliyopita. Leo tunatokea hadithi ya 13, ikiwa bado tupo katika Kitabul Imani. Kitabul Imani, mlango unaozungumzia habari za imani, msingi wa dini yetu, msingi wa yakini, msingi mkubwa katika mtu kuwa na Uislamu wa sawasawa ni kufahamu vipengele mbalimbali na miongozo mbalimbali iliyotolewa kuhusiana na imani kama alivyoelekeza mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna miongozo mbalimbali ambayo imetolewa, lakini pia kuna mazingira ya kuonesha utofauti katika dini. Wanadamu wanakuwa tofauti katika levo ya kibinadamu, ya kiwatu, watu wanakuwa wote aina moja, lakini inapokuja katika dini watu sasa wanakuwa tofauti, kwa sababu wapo watu wanakuwa na dini na kuna watu wanakuwa hawana dini, na hili linapatikana. Kwa hiyo inapoingia jambo la dini, utofauti lazima uwepo, lazima utapatikana, kwa sababu watakuwepo watu wenye dini na watakuwepo watu wasiokuwa na dini. Na ndio maana hata Mtume swalla sallam katika watu wake wa karibu wapo waliomwamini na wapo ambao hawakuwa wamemwamini, tofauti ikapatikana. Lakini pia mafungamano ya kibinadamu yanaendelea kuwepo na kama wanadamu, kama watu, kama ndugu, kama wanajamii. Haya mafungamano wala hayajakatazwa katika Uislamu, lakini msingi watu kufahamu ile taratibu na sheria za kiimani. Muislamu anatakiwa awe vipi na anatakiwa katika mazingira haya awe katika sura ya namna gani. Kwa leo tulikuwa tunatokea hadithi ya 13 katika mlango huu wa kitabu Al-Iman. Sheikh ametuwekea mlango unaoitwa babu al-amru biqitali nasi, mlango unaozungumzia kupigana na watu hata yakulu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa kawaida Waislamu kwa Waislamu hawatakiwi kupigana, Waislamu kwa Waislamu wao wenyewe kwa wenyewe hawatakiwi kupigana, lakini inapotokea kuna mazingira inatokea Waislamu wakapigana na wasiokuwa Waislamu, na hawa ambao wasiokuwa na Waislamu ni wale ambao wasioitamka na kuifanyia kazi la ilaha illa Allah, au wenye kuikataa kabisa. Wengine wanaikataa kabisa katika sura na hadithu Abi Bakari wa Umar radhiyallahu anhu. Qala Abu Huraira, amesimulia Abu Huraira kwamba lamma tufia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipokuwa amefariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama tunavyofahamu, kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kilipotokea likaleta changamoto kubwa. Wapo ambao hata na imani zao, lakini walivurugikiwa, imani iliwaruka. Kwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kisa mashuhuri kabisa. Lakini wapo ambao waliokuwa karitadi, kwa sababu walisema kama mtume hawezi kufa. Lakini huko nyuma hapo mitume waliokuwa wametangulia na wamekwisha fariki vile vile, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili ipatikane liyamiza alhaqa min albatil, bainike, ipambanuke baina ya haki na batil, wenye imani ya kweli, hata yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka wapambanuke wale ambao waliokuwa hawana imani ya sawa sawa kutoka katika wale wenye imani ya sawa sawa. Basi walipatikana waliotoka katika Uislamu na kusema kama angekuwa mtume wa kweli basi asingekufa. Hawajui kwamba umauti Allah subhanahu wa ta'ala ameufaradhisha kwa kila kiumbe wake yoyote ule, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kwa hiyo alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika jumla ya taharuki zilizojitokeza
Wakana Abu Bakari radhiyallahu anhu, na alikuwa Sayyidina Abu Bakari radhiyallahu anhu aliyechukua nafasi ya uongozi baada ya kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakafara man kafara min al-arabi, na wakakufuru waliokufuru katika Waarabu, na wapo ambao waliokufuru walitoka katika Uislamu pale wakatoka moja kwa moja, na wapo ambao walitoka katika Uislamu pale, lakini kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala kajalia wakarudi katika Uislamu baada, kwa sababu Allah alijalia kwamba walikuwa ni watu wa kweli, lakini changamoto za kibinadamu walizipitikia. Fakala Umar. Sasa katika jumla yaliyokuwa yamejitokeza, watu katika jamii ya Waislamu wakawa wanakataa au wanajizuia kufanya mambo na kusema kwamba hili haliwajibiki. Wanakataa kabisa na kusema hili kwamba haliwajibiki kufanywa, kwa sababu hili lilitakiwa lifanywe wakati wa Mtume tu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakuna uwajibu huo wa kutekeleza amri hii, likiwepo jambo la kutoa zaka. Wapo waliokataa kabisa kutoa zaka, na bimaana kwamba kuikataa kwamba katika Uislamu jambo la kutoa zaka hakuna. Kwa hiyo wapo ambao waliokuwa wamekataa. Kwa hiyo Sayyidina Abu Bakari radhiyallahu anhu akapambana nao. Sasa katika mazingira yale, fahamike Sayyidina Abu Bakari amekaa pale, ameongoza miaka miwili tu. Kwa hiyo ni kipindi kidogo sana cha kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar ambaye Amirul Mu'minina, hivi watu si wataona tunapigana wenyewe kwa wenyewe? Ikiwa unapambana na hawa wanaojizuia kutoa zaka, kwa nini tusichukue hatua zingine za ziada? Na hii inajitokeza mara nyingi, hata watu katika fikra za kawaida, kwa nini tusifanye mambo ya msingi? Kuna wakati mwingine hayo mambo ya msingi mnayotaka kuyafanya hayawezi kufanyika mnapoacha jambo hili muhimu, ambalo nyinyi mnaliona hilo jambo la msingi, lakini kuna jambo muhimu ninyi mnaacha kulifanya. Basi hata hayo ambayo ninyi mnaona ndio ya msingi yanakuwa hayawezi kufanyika. Sema, kwa nini tuhangaike na hili bwana, ili tuachane nalo, tuache? Kumbe hili mnaloliacha ndio muhimu na ndilo litakalopelekea, lau kama mtalifanya, basi hayo mengine yote ambayo mnaoyaona yatakuja katika sura ya sawa sawa. Lakini kwa sababu ya uelewa wetu mdogo na ufahamu wetu mdogo, ndo kuna jambo bwana muhimu sana, acha tupambanie hilo bwana, haya mengine tuachane nayo. Lakini hayo unayoyaacha ndio msingi wa dini, ndio imara ya dini, ndio ithibati ya dini. Matokeo yake hilo mnalolitaka haliwi, halisimami, na hili la msingi wa dini mmeliacha, mmelitelekeza. Matokeo yake mnabakia tu watu msiokuwa na nini, dini hamna, hilo mnalolitaka halipo. Basi mnakuwa mpo tu katika jamii, hata nguvu ya imani ile mnakosa. Kwa sababu gani? Mmeacha msingi. Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu akasema hapana, lazima tuendelee kupambana nao. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anamwambia, kaifa tukatilu nas wakad kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vipi wewe unataka kupigana na watu ambao wametamka tamko la ilaha illa Allah, hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, umitu an uqatila nasa, nimeamrishwa mimi nipambane na watu, hata yakulu la ilaha illa Allah, mpaka watu watamke la ilaha illa Allah. Faman qala, atakayetamka la ilaha illa Allah, faqad asama minni malahu wa nafsahu, huyo amehifadhi, ameinusuru mali yake na damu yake, yani uhai wake, ila bihaqihi, ila kwa haki maalum. Kuna wakati watu watatakiwa, sheria ya dini inatoa maelekezo, wanatakiwa auawe, au haki kama zaka inatakiwa fanya nini, itolewe. Wa hisabu ala Allah, lakini hisabu yake mtu huyo inaachwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini hawa wametamka la ilaha illa Allah ya aminil mu'minina, kwa nini tupigane nao hawa? Na watu watasema wanapigana, amefariki Mtume muda mfupi tu wanapigana. Hili jambo acha tufanye mengine bwana, ya amiril mu'minina, hili halina nafasi sasa hivi. Kuna mambo muhimu tukahangaika nayo, kuna mambo ya msingi. Lakini tizama amiril mu'minina Sayyidina Abu Bakari radhiyallahu, khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anasema, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakati, nitapambana nao wale ambao wanaotofautisha baina ya swala na nini, na zaka. Swala lazima iswaliwe kama ilivyokuwa swala lazima iswaliwe, basi na wenye uwezo wa kutoa zaka lazima wafanye nini? Lazima watoe zaka. Wasitengeneze mazingira yoyote hapa kwamba zaka lazima itolewe. Na Sayyidina Abu Bakari radhiyallahu anhu akaenda mbali akasema, fa inna zakata haqqul mali, zakata ni haki ya mali. Kila mwenye mali anatakiwa itolewe, na ile zaka sio sehemu yake, sio sehemu ya mali yake, bali hata wanachuoni wanazungumza kwamba mtu anapofariki kama hajatoa zaka, basi miongoni mwa vitu vinavyotakiwa kutolewa katika haki yake itolewe lile fungu la zaka, alafu kinachobaki ndio iangaliwe
mambo mengine ya kufanyiwa yanayopaswa kufanywa baada ya mtu kufanywa na kile kilichoachwa na nani, na marehemu. Kwa hiyo sina Abubakar radhiallahu anhu anasema fa inna zakata haqqul mali, zaka ni haki ya mali. Kila mwenye uwezo wa kutoa zaka anatakiwa afanye nini? Anatakiwa atoe. Wallahi lau manauni, na hapa lau wataniziwia, yani wataacha watu kutoa zaka, kuileta chini ya usimamizi wa uongozi wangu, anakan, wakatoa ndama tu wa mbuzi au wa kondoo ambaye kanu adunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ambao waliwajibika kutoa na walikuwa wanatoa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi laqatalatuhum ala maniha, nitapambana nao kwa kule kutowajibika kutoa. Yani sasa hivi wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanatoa na wanafahamu kwamba ni wajibu wa kutolewa, huyu ndama akiwa na ndama, mbuzi au ng'ombe, wani anatakiwa kutolewa. Lakini sasa hivi mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, wanasema hatakiwi kutoa hivi na hivi na hivi. Hao lazima tupambane nao, kwa sababu ndio msingi wa dini. Dini lazima iende mbele kwa kutekeleza misingi. Miongoni mwa misingi yake ni nini? Ni zaka. Bunyal Islamu ala khamsi, umejengwa Uislamu kwa misingi mitano. Miongoni mwa misingi ya mitano ni zaka, na zaka lazima ina utaratibu wake wa kutolewa, na ndio maana kuna utofauti wa zaka na nini, na sadaka. Na zaka ina utaratibu, hata watu wa kupewa, kama ambavyo ilikuwa ina utaratibu, hata watu wa kutoa zaka ni watu maalum, wenye sifa maalum, wenye vigezo waliofikia. Kwa hiyo wasijiziwie wenye sifa, wasijifiche nyuma ya pazia. Wale wenye sifa ya nini, ya kutoa zaka, wana wajibu wa kutoa zaka, na mimi nitapambana nao, hata kama walikuwa ndama tu waliokuwa wanawajibika kumtoa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa hivi wakaacha, basi tutapambana nao. Qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar alipoona Sayyidina Abubakar amesimama imara thabiti kama kiongozi, akasema fa wallahi ma huwa illa, niliona hapa kwa kweli haikuwa illa Allahu an kad sharaha Allahu satra Abi Bakari radhiyallahu, ila Allah subhanahu wa ta'ala amekifungua kifua cha Sayyidina Abu Bakari radhiyallahu anhu, fa'araftu annahu alhaq, nikatambua kwamba jambo hili haq. Na Sayyidina Abu Bakari asingesimama imara hapa, ingekuwa tena habari ya zaka hakuna mpaka hivi leo. Watu wangeendelea kuamini kwamba zaka ilikuwa wakati wa nani? Wakati wa mtume tu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna kusimama imara, kuna kufanyia kazi mambo muhimu ya msingi katika dini. Kwa hiyo yale lazima yasimamiwe, hata kama jamii linaweza likaliona hili jambo halina nafasi ile, kumbe hilo mkiliacha hilo, misingi ya dini mtatetereka, dini itakuwa haipo sawa sawa. Sayyidina Abubakar radhiallahu anhu alikuwa anaona hapa sawa, watu watakuwa na swali watafanya, lakini haiwezekani mtu huyu anaiswali alafu aache kutoa zaka na aone kwamba hakuna uwajibu wa nini, wa kutoa zaka. Lazima huyu apigwe vita mpaka atambue kwamba ana wajibu wa kutoa nini, ana wajibu wa kutoa zaka. Kwa hiyo huu ni msingi na ni jambo imara kabisa. Na hapa ndio ikaja hadithi nyingine pia, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umitu an waqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Kutamka la ilaha illa Allah, watu maana yake washakuwa katika nini, katika Uislamu. Kwa hiyo wale ambao hawajatamka tutapambana nao itakapobidi kupambana nao. Faman qala la ilaha illa Allah, atakayetamka tamko la ilaha illa Allah na akalifanyia kazi vile inavyotakiwa. Maana issue sio kutamka tu, issue ni kutamka lile tamko la ilaha illa Allah na likaingia katika moyo na likafanya kazi. Wale mushirikina pale Makuraishi pale walielewa, akamwambia ili ajala alihata ilahan wahid inna hadha la shay'un mujab, hivi miungu yote yawe Mungu mmoja? Wao walikataa kabisa, walilikataa kwa sababu walikuwa wanajua hili tamko ukilitamka lina kazi gani na lina faida gani na namna gani. Wao wakalikataa kabisa tamko lile kulitamka moja kwa moja, kwa sababu walikuwa wanajua wakilitamka tu basi kuna mambo mengi ambayo wanatakiwa waachane nayo na wasimame imara. Sasa na sisi lazima tujue hayo haki na misingi kabisa ya la ilaha illa Allah. Issue sio kutamka tu la ilaha illa Allah, lakini ile la ilaha illa Allah lazima iwe inafanya nini, inafanya kazi iliyokuwa sawa sawa. Illa faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqihi wa hisabu ala Allah. Hisabu yake inabakia kwa nani? Mtu akiwa Muislamu, basi mtu huyo hisabu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amefanya nini, ameteleza, amefanya nini, insha Allah adhaba, insha ghafara. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamsamehi, na akitaka mtu atafanya nini, atamuadhibu, lakini hilo jambo linabakia hisabu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anaendelea kutuwekea hadithi zilizokuja katika sura ya namna hii. Sema hadithu Ibn Umar radhiyallahu anhu, hiyo ametusimulia hadithi mbili za Abu Huraira,
Kisha anatuwekea hadithi ya Sayyidina Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata fa idha fa'alu dhalik, wakiyafanyia kazi hayo, asamu minni dima'ahum, damu zao zitakuwa zimehifadhiwa na mimi, wa amwalahum, na mali zao, illa bihaqi alislam, illa kwa haki ya Uislamu. Itakapobidi mtu kwamba anatakiwa uawe, atakapoua na yeye anatakiwa afanye nini? Auawe vile vile, au atakapofanya kosa ambalo linawajibika mtu kuuawa, kama akiwa jambazi, kuna mazingira anatakiwa auawe, lakini vinginevyo anakuwa yeye yuko salama. Wa hisabuhum ala Allah, na hisabu yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ala kulli hali, hapa hadithi hizi zinatuonesha au zinatuelekeza msingi wa mtu kusimama imara na haya mambo, na haya mambo yanatakiwa yawepo kama jamii ya Waislamu wawe nayo imara. Kuna yanayowahusu watu maalum kama vile zaka, kama ibada ya hija na kadhalika, lakini pia kuna ibada ambazo mtu zinamhusu katika hali ya kawaida, hazina gharama, ibada ya swala vile vile. Kwa hiyo kama Waislamu lazima haya mambo wadumu nayo na wasimame nayo imara. Ndio identity, ndio shaairi za kuwafanya wao wawe Waislamu na wawe tofauti na wale ambao wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo wanatakiwa watu kusimama imara juu ya tamko hili la ilaha illa Allah. Lakini pia Sheikh ametuwekea mlango katika hii kitabu al-Iman. Sheikh ametuwekea mlango babu dalilu ala sihhati islami man hadarahu al-maut, dalili ya kusihi kusilimu au Uislamu wa mtu ambaye amesilimu muda mfupi tu kabla ya nini? Kabla ya kufa. Yani kusilimu kwa mtu akiwa yupo katika sakarati al-mauti au akiwa yupo katika godoro la kifo, Uislamu wake utakuwa bado unafanya nini? Unakubalika. Na tumewahi kuona kuna hadithi hizi zimejitokeza, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuonesha kwamba amalun kalilu lakini wa thawabun kathiru, matendo machache kabisa. Wapo masahaba walikuwa hawajawahi kufanya hivi, hawajawahi kuswali, hawajawahi kufanya hivi, lakini wamefanya mambo machache kabisa, lakini wakawa wampata malipo yaliokuwa makubwa kabisa. Kwa hiyo ni kuonesha mtu anaweza tukapambana naye, tukampambania, kwa sababu mtu anapokufa asipokuwa Muislamu ni hatari kubwa. Na sisi tunajua katika nchi zetu hizi watu tunachanganyika katika familia. Unakuta mama Muislamu, baba sio Muislamu, sijui mjomba, sijui nani na hivi na hivi. Tunaishi katika jamii za changanyikeni tunasema. Kwa hiyo tunayo nafasi ya kuwapambania ndugu zetu na jamaa zetu waingie katika Uislamu na umauti uwakute wakiwa Waislamu, kwa sababu watakapokufa wao kama sio Waislamu itakuwa wamekula hasara kubwa sana mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo ni masikitiko makubwa kabisa na ni huzuni kubwa kabisa kumwacha ndugu yako anakufa nje ya nini? Nje ya Uislamu. Kwa hiyo tupambane nao, na hadithi inatuelekeza kwamba tuwapambanie hata wakiwa wapo katika wanaumwa na unaona kabisa kifo hiki pengine haponi. Tuwapambanie ndugu zetu na jamaa zetu ili wafe salama, wakakutane na nani? Wakakutane na Allah subhanahu wa ta'ala kwa salama. Usio kuona tu wenyewe tena ndo basi anaondoka hivi, hata nikimwambia kumbe pale yupo katika kitanda cha firashul maut, maadamu roho haijafika katika mtuninga, maadamu ma lam yagharghar, roho haijafika katika koo, basi huyu akitamka akiingia katika Uislamu, basi Uislamu wake unakubalika. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtembelea mmoja katika vijana aliyokuwa anamfanyia kazi, au alikuwa hivi, alikuwa na mahadimu wake ambao wengine sio Waislamu. Unaweza kukaa na wafanyakazi ambao sio Waislamu vile vile, hakuna tatizo kukaa na wafanyakazi ambao wasio Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo mmoja katika wafanyakazi wake au katika wanaomsaidia kazi, alikuwa sio Muislamu, kijana mmoja hivyo wa kiume. Alipokuwa anaumwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtembelea. Alipomtembelea, kumbe ndio ilikuwa ugonjwa wenyewe ule ndo aliofia. Alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia, kama unajisikiaje? Sasa kwa hivi ndo kama unavyoona hali kama ilivyo. Akamwambia kul la ilaha illa Allah, wewe kijana wewe, tamka la ilaha illa Allah, mtambue Allah subhanahu wa ta'ala ili upate kufaulu na kufuzu. Yule kijana akamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamwangalia baba yake pia yupo pale, ambaye sio Muislamu. Baba yake pia yupo pale. Yule kijana akamwangalia baba yake kama vile anataka nini? Anataka ushauri. Yule baba akamwambia ati Abul Qasim, msikilize Abul Qasim. Akatamka la ilaha illa Allah famata
Baada ya muda mfupi yule kijana akafanya nini? Akafariki. Amefariki akiwa Muislamu. Kwa hiyo tuwapambanie ndugu zetu tuwapambanie tu na kuwashauri na kuwashawishi kwa namna moja ama nyingine. Wakati mwingine Waislamu tumekuwa tunaona taabu kuwashawishi na kuwashauri ndugu zetu kuingia katika nini, jamaa zetu kwa katika Uislamu, lakini kumbe ni jambo hata maongezi ya kawaida tu. Anambia, wewe mzee, yani wewe kinakuziwia nini? Kitu gani kinachokushinda wewe kuingia katika nini? Kinachokushinda wewe kuingia katika Uislamu? Unapata tabu gani mtu na akili zako na busara zako? Na hivi tuna namna nyingi. Kwa hiyo tuwapambanie. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi alikuwa anampambania ami yake mzee Abu Talib. Kwa hiyo anasema ad-dalilu ala sihhati islam man hadara al-maut ma lam yashra'u fi an-naz'i wa huwa al-ghargharat, muda wa kuwa roho haijaanza kufika katika nini, haijaanza kutoka na kufika katika nini, kufika katika, ikishafika roho inatoka, imeshafika kooni pale tena haisaidii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba hamna mnachokisubiria ila nyinyi kujiwa na umauti au kuhudhuriwa na malaika wakaleta gharka ya Allah subhanahu wa ta'ala, au jaa amrullah, au ikaja amru ya Allah subhanahu wa ta'ala, au zikaja dalili za nini, za kiyama. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ikitokea mtu hajafanya lolote mpaka zitakapofika alama za kiyama kufika, au roho imeshafika hapo, hajaamini, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, hapo imani hiyo itakuwa haifanyi kazi. Imani iwe roho haijafika kooni kutoka. Unaona, roho iko mwili mzima, maana roho wanachuoni wanatuambia roho inaanza kutoka katika kidole cha mwisho, nchani mwa kidole, maana viungo vyote hivi roho imeenea mwili mzima. Kwa hiyo roho inaanza kutoka nchani mwa vidole, kwa hiyo inasogea kidogo kidogo mpaka itakapo. Kwa hiyo roho kabla haijafika katika koo, mtu akawa yeye ameupokea Uislamu na akafanya amali njema, basi huyo atakuwa yuko sawa sawa. Sasa aya inasema kwamba la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amana, roho mpaka imefika kooni tena ndo inatoka, au jua limeshatoka magharibi, au ametoka mnyama. Ni katika alama kubwa za kiyama, atatoka mnyama tukalimu nasa, anawasemeza watu. Unaona hapa haiwezekani. Hapa la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amana, hapo imani haisaidii. Lakini tu sio kusaidia imani, kasabati fi imani ya khaira, ndio utaeleza. Inawezekana mtu anayo imani lakini ile imani yake hajafanyia. Imani lazima iendane na matendo. Aya hii Allah ameweka wazi kabisa kwamba inawezekana wewe una imani lakini imani yako kama haijafanya kazi, basi la yanfa, imani hiyo haiwezi kufanya nini, haiwezi kukusaidia moja kwa moja mbele ya nini, maana kwa sababu fi imani khaira. Au mtu ambaye hajachuma khairi yoyote katika imani yake, basi wakati ule ndo anataka sasa, wewe ni Muislamu, unaona kwamba hapa mimi nikimbilie msikitini au nifanye hivi, wakati huo haisaidii khairi unayochuma wakati huo, wakati wa kupambana nao. Kwa hiyo wakati roho haijafika kooni, basi mtu atakaposilimu imani yake inafaa. Lakini pia wajawazu al-istighfar lilmushrikina, na kufutwa kuwaombea msamaha mushrikina, kama nilivyozungumza katika jamii zetu hizi mchanganyiko. Wakati mwingine mtu anakaa, tunaenda kwenye hitima, tunaombea dua wazee wetu, mtu unamtaja tu jamaa yako, unamuombea Allahumma ighfir lahu warhamhu, jamaa yako ambaye amekufa akiwa sio Muislamu. Kwa hiyo kuna katazo ambalo tunalipata kupitia hadithi hii. Wadalilu ala an man mata ala shirki fahuwa min ashabil jahim, na ni dalili pia hadithi inatuonyesha atakayekufa akiwa mshirikina, hajasilimu, hajamtambua Allah, hajamtambua Mtume sallallahu, au matendo yake ya kishirikina, basi huyo min ashabil jahim, wala yanfadhuhu min dhalika shay'un min alwasail, wala yanqadhu, wala hataokolewa na kitu chochote katika nyanja yote, maadamu amekufa yeye kwa mshirikina, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, inna Allaha la yaghfiru an yushraka, hasamehi mtu anapokufa akiwa mshirikina. Kwa hiyo lazima nazo matendo na mwenendo wa ushirikina lazima tujiepushe nayo. Kwa hiyo hadithi hii, hadithu al-Musayyib ibn Hasan, Said ibn al-Musayyib sema, lamma hadarat Aba Talib al-wafat, ilipofika umauti, yani akiwa katika ugonjwa, katika sakarati, katika ugonjwa wa kifo, Abu Talib, jaahu Rasulullah, alikuja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fariki Abu Talib mwaka wa 12 tangia Mtume sallallahu alaihi wasallam apewe utume, kama inavyoundwa, au wa 11, au wengine wanasema mwaka wa 10,
maana kama miaka mitatu au miaka miwili kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hajahamia Madina. Fawajada abdahu indahu Aba Jahl ibn Hisham wa Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira, akawakuta vigogo hawa wawili, Abu Jahali yuko pale na Abdullah ibn Abi Umayya wapo pale. Maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam hajahamia Madina, bado wanaishi Maka. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali Abi Talib, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia ammi yake, anampambania ammi yake mzee Abu Talib, anamwambia qul la ilaha illa Allah, tamka la ilaha illa Allah, litamke tamko hili, kalimatan, tamko hili ukilitamka, ashhadu laka biha inda Allah, takutolea ushuhuda mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, takutolea ushuhuda tamko hili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume salama yuko pale anampambania ammi yake kipenzi chake, ammi yake ambaye ndo alikuwa mlezi wake. Hapo wapo ammi yake Abu Lahab yupo, lakini Abu Lahab hawezi Mtume salama kumpambania. Hapa hajafa Abu Lahab, lakini Mtume salama hawezi kumpambania Abu Lahab kwa sababu Abu Lahab kule mwanzoni kabisa ameshaambiwa tabbat yada abi lahabin. Kwa hiyo hataki kumpambania, haifai nini. Lakini huyu ammi yake akiwa na tamaa kwamba ataingia katika Uislamu ipo siku, na kwa namna alivyokuwa anamlinda, anamsaidia, anamshauri na kadhalika. Lakini wale wazee wawili Abu Jahali na Abdullah ibn Abi Umayya anasema, ya Aba Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib, unaipuuza wewe, unataka kuipuuza mila ya wazee wako kina Abdul Muttalib. Kina mzee Abdul Muttalib amefariki kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafanya nini, hajapewa utume. Mzee Abdul Muttalib amefariki Mtume sallallahu alaihi wasallam ana miaka 6, ana miaka 8. Mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, mzee Abdul Muttalib ana miaka 6. Yeye mzee Abdul Muttalib amefariki Mtume akiwa na miaka 8, ndio akakabidhi nani? Akamkabidhi Abu Talib. Sasa amefariki mzee Abu Talib ala fatrati, kipindi kile ambacho hakina nini, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada haujadhihiri, wapo tu. Kwa hiyo atarghabu an mila, yani hapa wanamtajia mzee wake, maana Abu Talib ibn Abdi. Sasa wewe mzee wako Abdul Muttalib amekufa, anaungama kwenye haya masanamu haya, unapuuza mwenendo wa wazee wako, unataka kufuata huyu kijana wako huyu aliyekuja kuiacha dini ya wazee wako. Haya maneno yapo sana katika jamii zetu, haya mambo ya wazee, haya mambo ya kurithi ya wazee. Awalau kana abaukum la ya'lamuna shay'a, hata kama wazee wenu walikuwa hawayajui. Yapo mambo wazee walikuwa nayo, lakini yalikuwa hayana nafasi katika dini. Hayo acheni nayo. Yale ambayo wazee waliokuwa nayo, mambo ya dini ya wazee waliokuwa nayo, hayo yaendelezeni. Wazee wana madrasa, wazee wana misikiti, wazee wana hivi, wanafanya hivi, endelezeni, msiache hayo. Lakini kuna vilinge, mzee bwana, mzee kaniachia kilinge bwana, hatuwezi kuacha mambo ya wazee, mambo ya matambiko haya, mambo ya kizee, mambo ya wazee, mambo hivi, lazima tuende nyumbani tukapate tambiko kidogo. Haya ndio mambo hayafai kurithi na kuendelea nayo. Sasa kina Abu Jahali wanamshawishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila akimpa nasaa mzee wake, bwana, kul la ilaha illa Allah, falam yazal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakuacha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yaaridhuha alaihi, anamtangazia tamko la ilaha illa Allah, lakini wayaudani bitilka almaqalat, na wale wanarudia maneno yale yale. Abu Jahali na mwenzi Abdullah bin Abi Umayya wanarudia maneno yale yale, hata kala Abu Talib, mpaka Abu Talib akasema mwishoni kabisa, ma kallamahu, alipomsema sema huwa ala millati Abdul Muttalib, mimi nitakufa katika mila ya nani? Ya mzee wangu Abdul Muttalib. Kwa hiyo waaba an yakula la ilaha, akakataa kutamka la ilaha illa Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha an, nitakuombea msamaha muda wa kuwa sijakataza. Ndio ikateremka aya ma kana linnabii an yastaghfira lilmushrikina walau kan ma kana nabii wala almu'minina yastaghfiru lilmushrikina walau kanu abao, kuombea msamaha mushrikina hata kama wakiwa wazee wenu na hivi na hivi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa alisikitika sana. Kateremka nyingine katika suratu Al-Qasas kule kwamba innaka la tahdi man ahbabta, wewe huwezi kumuongoza yule ambaye unayefanya nini, unayempenda. Kwa hiyo ala kulli hali tunaona hapa
Mzee amekufa katika sura hiyo, na haikumsaidia ukaribu wake na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye asiwe katika watu wa motoni. Kitu kimoja, kwa rehma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mzee Abu Talib ndio watakaokuwa watu wa motoni wenye adhabu ndogo kabisa, ambaye moto wake hautovuka nyayo. Moto wake utaishia hapa kwenye hili tumbo la nini, la nyayo hii hapa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uzito wake na yani ukali wake, basi mpaka ubongo unatokota. Huyu ndo mtu ambaye ana adhabu ndogo, na ana adhabu ndogo sababu amefanya kazi kubwa ya kumlinda na kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuwa amekufa akiwa sio Muislamu, haijamsaidia ule ukaribu wake moja kwa moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye kupata nini, kupata nusura, akanusurika na nini. Sasa ikiwa kama hivi kwa jamaa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi na wewe ambao hatuna nasaba yoyote na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutakuwa katika mazingira na katika hali ya namna gani? Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia katika sura ya namna hiyo. Babu dalilu ala anna man mata ala tauhidi dakhala aljanna, mlango unaelezea yule atakayekufa akiwa na tamko la tauhidi, akaishi katika maisha ya tauhidi, mtu huyo ataingia katika pepo. Hadith Ubada bin Samit radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu, na ni tamko lake ila Isa alqaha ila Maryam, aliyotupia kwa bibi Maryam, wa ruh minhu, na ni roho iliyotoka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wal jannatu haqqun, na pepo ipo, wan naru haqqun, na moto akatambua kwamba kweli upo, adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al-amal, Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi kwa namna yote atakavyokuwa katika matendo yake. Wazada ahadun rijalu sanadi min abwabil janna thamania ayuha shaa, ataingia katika mlango wote katika milango ya pepo ambayo atakaokuwa anafanya nini, atakaoutaka yeye kuingia. Hapa tumalizie hadithi ya Muadhi bin Jabali ambayo ina mafundisho na maelekezo muhimu kabisa. Hadithi hii ya Muadhi bin Jabali radhiyallahu anhu anasimulia hapa, anasema qala, anasema baina ana radifu nabii sallallahu alaihi wasallam, nikiwa mimi niko nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimekaa nyuma, tuseme kama nimekaa siti ya nyuma, au nimekaa kwenye kama baskeli au kwenye bodaboda au kwenye, nimekaa nyuma yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahal, hakuna tofauti ya mimi, yani hakuna kinachonitenganisha mimi na Mtume sallallahu alaihi wasallam ila kile kikalio alichokalia katika nini, katika farasi wake au katika ngamia wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ya Muadh, qultu, nikaitika, labbaika rasulullah wa sa'ad, na kuitikia ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma sara, kisha wakaendelea na safari, akusema kitu chochote, kamuita tu, wanaendelea na safari. Thumma qala, kisha akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muadh, qultu, nikasema labbaika rasulullah wa sa'ad. Thumma sara, wakaendelea na safari kitambo hivi. Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuandaa kwamba kuna kitu muhimu anataka kumwambia. Kwa hiyo, ya Muadh, qultu, nikasema labbaika rasulullah wa sa'adaika. Qala, hapa mara ya tatu baada ya kuniita, maana yake ni kumwandaa Muadh kwamba kuna jambo nataka nikwambie muhimu sana, kaa makini kulipokea jambo hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, hal tadri ma haqqullahi ala ibadi, je, unajua wajibu wa waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Waja wake Allah wanawajibika wafanye nini? Yani sisi wanadamu tuna wajibu gani wa kutekeleza juu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qultu, Muadh bin Jabal akasema, Allahu wa rasuluhu ala. Hapana, hapa ni kutaka afahamu kwamba sijui, na kweli kitu kama ukijui usinganganie, kama unapoulizwa unafahamu jambo hili, usinganganie kwamba unafanya nini, unalijua. Unaweza ukaachiwa kazi ukapewa uifanye na ikaonekana wewe unaiweza, kumbe maskini ya Mungu, kama huwezi useme ili uelekezwe au pewe nyenzo za kufanya nini,
za kuweza kuzifanya. Sio unapoulizwa jambo na kusema kwamba wewe hujui, ukajiona mimi nitaonekana sina kitu chochote au sina maana yote. Kama kitu ukijui sema, ili uelekezwe, ili ufundishwe. Muadh bin Jabal anambia ya Rasulullah, hapana. Kala, akasema ya Muadh, haqullahi ala ibadihi, wajibu wa waja au haki ya Allah kwa waja wake, kinachopaswa kifanywe waja juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayabuduhu wala yushriku bihi shay'a, wamwabudu yeye Allah peke yake wasimshirikishe na chochote. Hii ndio anachokitaka nani? Hii kitu. Na kule kwenye aya za Qur'ani zimesema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sema lilladhina istajabu lahumul husna, walioitikia na wakafanyia kazi mafundisho aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, lahumul husna, watapata malipo yaliyokuwa bora kabisa. Allah anazungumzia katika suratul Ra'd. Lakini walladhina lam yastajibu, wale ambao hawakukubali, basi lau anna lahum, lau wao wangekuwa nayo dunia na vyote vilivyopo, angekuwa na vimiliki, laftadau bi, angevikomboa vitu hivyo ili apate salama siku ile. Huko amezungumza katika sala sailu, atatamani siku ile ya uftadi min adhabi yaumi idhin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasihi. Mtu yuko tayari kuwatoa kafara watoto wake, familia yake, mkewe, nani, hamwachi mtu, lakini anachotaka thumma yunji, anusurike yeye. Hapa duniani alikuwa mkali kwa watoto wake, kwa mkewe, kwa ndugu zake, lakini kule atakuwa yuko tayari kumtoa kafara ndugu zake, jamaa zake, watoto wake mwenyewe wateketee, ili apate nini? Apate salama. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah atawajibu kwamba aradtu ashala min dha, nilitaka jambo dogo sana kuliko hilo. Mimi nilitaka anyabudu, mniabudu mimi tu, wala nushiriku, wala msifanye nini? Msinishirikishe. Basi kutekeleza tu amri ya kumwabudu Allah ni kutekeleza amri ya Allah kwa yale aliyoamrisha tuyatekeleze, na yale tukataza tufanye nini? Huko ndo kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndo analolitaka Allah kwetu, hana zaidi. Kisha Mtume sallallahu akamwita tena Muadh, akamuuliza, nikasema Muadh sema, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'adaika, fakala sema, hal tadri ma haqqu liibadi ala Allah idha fa'alu, je, unajua nini haki, nini watapata waja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakitekeleza wajibu wao huo kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Maana kama wana wajibu, basi wana haki ya kuipata, wana wajibu wao wa kutimiza. Halafu wakishakuwa wana wajibu wa kutimiza, wana haki yao ya kufanya nini? Maanake huwezi kuwa wewe unadai haki yako wakati wajibu uliokuwa unawajibika ufanye hujafanya nini? Hujafanya. Lazima utimize wewe, uwajibike wajibu wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo unavyotakiwa wajibike katika jamii kwa namna moja. Kwa hiyo huwezi kudai haki kama hujafanya nini? Hujawajibika. Lazima wewe uwajibike. Kwa hiyo unatakiwa ujue, unapodai haki ujue wajibu wako wewe ni nini katika hili. Halafu huo wajibu ukisha ufanya kwanza, ndipo sasa utakapokuwa na haki ya kudai nini? Haki yako. Kwa hiyo Mtume SAW akamwambia, na wajibu ninyi wa kumwabudu Allah na wala msifanye nini? Msimshirikishe. Sasa je, mkishafanya hayo nini? Allah subhanahu wa ta'ala ana haki yenu, au ninyi mna wajibu gani, mna haki gani kuipata kutoka kwa Allah? Kasema Muadh, akasema vile vile Allah wa rasuluhu alam, akasema haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhibahu, watu wakitekeleza maelekezo hayo Allah hatufanya nini? Hatuadhibu. Na hili liko wazi kabisa. Allah ametangaza katika aya zake kadhaa wa kadha kwamba hatuwaadhibu watu ambao walikuwa wamefanya nini? Watiifu. Lakini Allah ameziandaa adhabu kwa wakaidi tu. Utaona aya mbalimbali zimekuja zinaweza kwamba liyundhira ba'sa, ili kuwaonya wale ambao walikuwa nini? Walikuwa wakaidi, na hivi na hivi na hivi. Na hapo hapo hadithi inaendelea katika sura nyingine ya Muadh bin Jabali, akiendelea katika tukio hilo hilo, kuntu radifa nabii ala himari yuqalu lahu Ufair, kala ya Muadh hal tadri haqqullah. Hii nyingine, lakini katika hadithi nyingine ikiwa ina ujumbe ule ule kama tuliosoma hapo juu, na tukio ni lile lile ila katika mazingira tofauti tu. Je, hal tadri haqqullah ala ibadi, unajua haki ya Allah wanachowajibika waja wake? Wama haqqul ibadi ala Allah, qultu Allah wa rasuluhu alam, qala fa inna haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay, wajibu wa waja juu ya Allah ni kumwabudu wasimshirikishe. Wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba, na wajibu wa Allah au haki ya waja wa Allah akitimiza wajibu huo, alla yu'adhibu, Allah asifanye nini? Hatowaadhibu. Sasa hili
kueleweka ni vigumu kidogo, na wakati ule ilikuwa bado. Muadhi akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema ya Rasul, afala ubashiru bihi nnas, je, unaonaje nisiende kuambia watu hivi? Maana katika hali ya kawaida ni jambo dogo tu kuambia, mkimwabudu Allah na msipo mshirikisha Allah hatafanya nini? Hatuadhibu. Sasa hili linaweza likaonekana ni jambo dogo, watu hawajui ibada yenyewe ni nini. Watu wanatakiwa kujua. Sasa hawa watu ukiwaambia tu hivi hivi moja kwa moja, uelewa wao mdogo. Kala, akasema Mtume, la tubashiru, usiwaambie kwanza. Kwa nini? Ukiwaambia fayatakil, watabweteka, watajiona ndo wameshafanya nini. Kama watu wanatoka kaaminisha swali sana, moto mia ufanye, yani zikitajwa adhabu hapa za moto na hivi na hivi, mimi mcha Mungu mimi, yani tunajiona sisi tumeshafanya nini, tumeshafanikiwa, wakati masahaba wako katika sura ya namna hiyo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo akamwambia, usiwaambie, watabweteka na kujiona wameshafanya nini. Acha wapambane, watekeleze, kwa sababu wao wanaweza wakajiona basi inatosha hivi, sisi ndo tunaabudu, ibada yenyewe ndio hivi tunaabudu, wenye kuabudu wenyewe si ndo sisi basi tushatoka sisi. Acha watekeleze ipasavyo, wasije wakaacha mambo. Hadithi inaendelea nyingine katika sura nyingine, inasema ya Muadh, qultu, nikasema labbaika ya Rasulullah sallallahu, qala ya Muadh, qala labbaika ya Rasulullah, akamwita hiyo thalatha, mara tatu. Ma min ahad yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah sidqan min qalbihi, ikiwa akayatamka maneno hayo yakawa ya kwa dhati kabisa katika moyo wake, illa haramahu Allahu alayhi, Allah amemharamishia moto. Muadh akamuuliza, unaonaje nisiwaambie watu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, usiwaambie watu, watashindwa kuelewa. Watu wataona wao wakishatamka tu la ilaha illa Allah inafanya nini, inatosha. Kumbe kuna majukumu anatakiwa kuyafili. Hii hapa sidqan fi kalbi ina kazi yake. Sasa watu kuielewa sidqan fi kalbi ni ngumu sana, usiwaambie kwanza. Na ndo Muadh hakulisema hili mpaka siku chache kabla ya nini, kabla ya kufa kwake, akaja kuisema hadithi hii, na watu ndo wakafahamu, wala kumbe haya yanapatikana. Maana yake nini? Ni kuonesha watu wanatakiwa wapambane, watekeleze maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tutasimamia hapo hadithi ya, tutakuwa tumeishi hadithi ya ngapi? Hadithi ya 20. Inshallah tutakuja kuanzia hadithi ya 21 katika kitabu al-Imani. Bado tuko mwanzoni mwa kitabu chetu na kimeanza na kitabu al-Imani, kwa hiyo bado kinatujengea misingi ya nini, misingi ya imani, na kuona kwamba kuna wakati, kuna mambo ambayo tunaweza tukayaona ili dogo, kuna mambo ya kuhangaikia, kumbe kuna mambo ya imani yetu inabidi iimarike. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anasema, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahu. Watu nasema, ya Rasulullah, sisi kwa nini tunaonewa, tunanyanyasa, kwa nini tuko hivi, kwa nini tuko hivi mpaka leo hatufanyi? Sema walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi, lau wangeyafanya unayowakumbusha na kuongo haya misingi ya imani ikajaa katika nyoyo zao, lakana khairan lahu wa shaddu tathbita. Hilo ndio jambo muhimu sana. Sasa kama msingi wa imani haujajikita, hata wewe uambiwe hapa kwamba hivi, utasimama kama alivyosimama kina Abu Talha. Abu Talha amepambana wenzie 12, mmoja baada ya mwingine anaondoka, yeye amesimama imara pale katika Daudi, na mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia, ukiitwa usiitike, nyamaza kimya. Amesimama imara hapa bana Mtume, mpaka masahaba anasema kila ikitajwa Uhud, dhaka yaumu Abu Talha, kila ikitajwa habari ya Uhud, dhaka yaumu Abu Talha. Namna gani sasa? Vipi mtu atafikia hatua ya kusimama kama alivyosimama Abu Talha? Lazima imani ijikite, misingi ile imani ijikite, na hapo ndio utakapokuwa unaweza kufanya mambo ya maana kabisa na nguvu yenu ikawa. Lakini ikiwa imani haijajikita katika nyoyo zenu, mtataka kufanya mambo mengi na nyinyi wenyewe mkaona ya makubwa ya maana yenye faida, alafu yakawa hayana faida yoyote, kwa sababu imani hamna. Mtaishia mtakuwa mnagombana tu kila siku, mnatukanana, mnapigana, kwa sababu hamna imani, misingi ya imani haipo. Ndio maana mambo yenu yanakwenda ovyo ovyo. Lakini mkijikita mkakaa na kiimani, hamwezi mkaja mkagombana kwa kitu kidogo kabisa au hivi. Mambo mengi unakuta jamii ya Kiislamu inaharibikiwa kwa kitu kidogo tu, watu wamepishana maneno tu, basi hapo kila mtu, mimi sikubali, mimi msingi nini,
ndio pale walau annahum faalu ma yuadhuna bihi lakana khairan lahum washadda. Na hizi imani hizi zinahitajika zijikite katika nyoyo zetu. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie imani ziwe zimejikite katika nyoyo zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. نعم شيخ.